na kuelekeza Katibu Mkuu, kuanzia mwaka huu Wizara ya Afya kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo kupitia miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi, yani PPP, tutaunga mkono miradi 5 kila mwaka ya ubunifu na teknolojia yenye thamani ya kipekee katika kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini. Miradi hii itachaguliwa kwa kigezo cha kimkakati vinavyohakisi kipaumbele cha taifa letu, athari halisi kwa huduma na maisha ya mwananchi, uwezo wa kupanuka na kutumika kitaifa, usalama wa taarifa, faragha na maadili, pamoja na utekelezaji katika mazingira halisi ya Tanzania, kuanzia ngazi ya zahanati hadi hospitali za rufaa. Na hapa nampongeza tena Dr. Alex kwa kuanzisha mfumo na kutekeleza maelekezo yangu niliyoyatoa kule Benjamin Mkapa, niliyoyatoa kule Muhimbili na kule Ocean Road, na kupongeza sana sana. Ametekeleza maelekezo yangu yote ambayo niliyatoa toka nilipoanza ziara zangu. Na kwa mfumo huu ambayo ninyi Arusha mmekwisha uanzisha, ambapo mgonjwa anaweza kuwasiliana moja kwa moja na hospitali ya Mount Meru, mkajua mgonjwa alipo, na ninyi mkamfata mgonjwa na kwenda kumhudumia kule kule alipo kwa gharama zake. Huu ni utaratibu mzuri. Nawapongeza sana Mount Meru kwa kuanza utaratibu huu. Jipigieni makofi makubwa mengi kabisa. Aidha, mkakati huu hautalenga tu matumizi ya teknolojia, bali pia kuijenga Tanzania kama kitovu cha utafiti na ubunifu katika sekta ya afya nchini. Tutajenga nafasi maalum ya miradi inayotokana na watafiti, wanasayansi na wabunifu wa Kitanzania ili kuhamasisha tafiti zenye suluhisho, kuunga mkono majaribio, yani pilots, ya kisayansi na kitabibu, na kuhakikisha uhuishaji wa ubunifu kutoka maabara kwenda kwenye huduma halisi kwa wananchi. Kwa kifupi, tutalinda na kulea vipaji vya watafiti mbalimbali wa afya nchini, kwa sababu taifa linalotaka kuongoza lazima liwe mtengenezaji wa maarifa, si mtumiaji tu wa maarifa ya watu wengine. Msaada wetu hautakuwa wa makofi, utakuwa wa vitendo. Tutatoa nafasi za majaribio kwenye vituo halisi. Tutaweka mfumo wa tathmini unaopima matokeo. Tutaunganisha wabunifu na wataalamu wa kliniki, na tutasaidia miradi iliyothibitisha tija kuunganishwa kwenye mfumo wa serikali ili ifike kwa Watanzania walio wengi. Kauli hii iwe ni ujumbe kwa wabunifu kote nchini. Serikali haitakuwa kikwazo cha wabunifu. Serikali haitakuwa kikwazo cha ubunifu unaookoa maisha ya Watanzania. Serikali itakuwa ni bega la ubunifu unaolinda utu. Serikali itakuwa ni bega la ubunifu unaolinda utu. Ndugu wageni waalikwa, ninahitimisha kwa falsafa moja ya uongozi wa kimkakati. Taifa halifanyiki la kisiasa kwa kuwa na teknolojia ya juu. Taifa hufanyika la kisiasa kwa kutumia teknolojia kujenga haki, uwajibikaji na utu, na msingi wa heshima kwa nchi yetu. Hatuwezi kuwa na barabara nzuri na majengo marefu wakati wananchi wanapoteza muda kwenye foleni na wanateseka kwa kukosa taarifa na dawa.
Hivyo zama za kuongoza kwa kubahatisha zimekwisha katika wizara hii. Zama za kuongoza kwa ushahidi zimeanza. Kwa vijana wa Kitanzania, na waachia kauli hii: msilete tu program, leteni solution zinazopunguza foleni katika vituo vyetu, katika zahanati na hospitali zetu, zinazopunguza makosa ya kitaalamu, zinazoboresha rufaa, zinazohakikisha dawa zinapatikana na zinazojenga imani kwa wananchi. Tanzania ikiamua kuongoza, huongoza, na kwenye afya ya wananchi tumeamua kuongoza. Katika kufanikisha hili, watumishi wote wa sekta ya afya wanawajibika kutumia mfumo huu katika kuonyesha ubora wa kazi wanazozifanya za kila siku za kuwahudumia Watanzania. Tuendelee kutoa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia uadilifu, weledi, utu na kuzingatia viapo vya taaluma zetu. Hatutakuwa na huruma kwa wazembe na wale ambao hawatatimiza majukumu yao ipasavyo. Taratibu zitawashughulikia. Ni imani yangu kwamba mfumo huu utasaidia kuongeza morali ya watumishi wetu kwa kutambua na kutathmini mchango wao baada ya kupata mrejesho kutoka kwa wananchi. Kwa upande wa wananchi, ninawaomba wananchi wote kuutumia mfumo huu kwa uwazi, ukweli na kwa lengo la kujenga. Tusiwaonee wataalamu wetu wazalendo wanaofanya kazi katika mazingira magumu na wakati mwingine mazingira rahisi. Pale wanapofanya vizuri tuwapongeze. Pale wanapofanya vizuri tuwapongeze. Tutoe taarifa za kweli na tusiwaonee hata kidogo. Kabla sijahitimisha, nitambue kwamba ziara hii, mbunge mahiri wa jimbo hili la Arusha alitamani sana kuongozana na mimi. Ndugu wana Arusha, mmepata mtu makini sana. Wana Arusha, mmepata mtu jasiri. Wana Arusha, mmepata mtu mbunifu ambaye atakwenda kutatua changamoto zenu za wana Arusha. Na wakati nakuja hapa aliniomba, akasema Arusha ni tegemeo kwa uchumi wa taifa letu. Alitamani kuiona Mount Meru, hospitali yetu hii, ikiwa na uwezo wa kutoa huduma zote ili kupunguza mzigo wa wananchi kusafiri kwenda mkoa mwingine kutafuta huduma mbalimbali. Aliniomba mbunge wenu. Maneno haya yamethibitishwa pia na mganga mkuu Dr. Alex, lakini pia yamethibitishwa na mkuu wa mkoa. Unapokuwa kiongozi, ni lazima ujue changamoto za watu wako. Lakini kujua changamoto tu za watu wako na usijue wapi unaweza kwenda kuzitatua, hilo ni jambo lingine. Sasa kwa kazi nzuri ambayo nimeiona Arusha, ninakiri na kuridhika kabisa kwamba hospitali yetu hii, kama serikali tunahitaji kuiwezesha, kuiongezea uwezo ili mwananchi wa Arusha asisafiri kwenda kutafuta huduma kwenye hospitali nyingine nje ya mkoa wa Arusha. Tunahitaji kuimarisha. Tunahitaji kuongeza vifaa tiba. Na kwa kazi nzuri ya Dr. Alex, namna alivyoibadilisha hospitali hii, nimepewa taarifa kwamba sasa hospitali yetu hii
inawahudumia mpaka wageni kutoka mataifa mbalimbali. Tumpigie makofi mengi Dr. Alex kwa ubunifu huu. Ningelikuwa na nafasi huko juu ningekupandisha haraka, lakini mkoa huu unakuhitaji hapa Arusha. Lazima niseme, Arusha bado wanakuhitaji, au uongo jamani? Kwa maombi ya mbunge wenu, namwelekeza katibu mkuu, hapa nyuma nimeona kuna mabati mmeweka, na nimeambiwa kuna ujenzi mlitamani kuufanya. Sasa katibu mkuu, nimesikia hapa mlitamani kujenga jengo la ghorofa 5, si ndio, au uongo jamani? Sasa nakuelekeza jengo hili liwe ni jengo la ghorofa 10, sio ghorofa 5. Ninatambua kwamba tulitenga karibu bilioni 7 za ujenzi wa jengo hili, lakini mpaka leo kazi hii hamjaitangaza. Nendeni mkaitangaze mara moja na rekebisheni michoro, tupate jengo la kisasa la ghorofa 10 hapa Arusha. Jengo hili mtakaolijenga hapa, hakikisheni mmeweka kila linachotakiwa kuwekwa kuhudumia wana Arusha, ikiwa ni MRI, ikiwa ni zile huduma za kibobezi, zote nataka zifanyikie Arusha, sio mkoa mwingine, zote zifanyike hapa Arusha. Kwa hiyo katibu mkuu, kwa maombi haya ya mbunge wenu, na kwa kuwa Wizara ya Afya tumedhamiria hasa jengo hili litangazwe mara moja, wataalamu wa michoro waende wakafanye mapitio, ili floors zitakazoongezeka ziweze kutoa huduma zote. Ni lazima serikali ijitegemee, ni lazima serikali ijitegemee. Kwa hiyo na kuagiza katibu mkuu, mchakato huu uanze mara moja, na jengo hili liwe jengo la kisasa, na mnaweza kuanza msingi wa ghorofa 10 kwa sasa, mkatumia bajeti mliotenga ya bilioni 7 ya jengo mlilokusudia, lakini baadaye mtaongeza ili kusudi tuweze kutimiza ndoto za ujenzi wa jengo la ghorofa 10, hospitali ambayo itakwenda kutoa huduma zote, huduma za kawaida na huduma za kibobezi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Ndugu wageni waalikwa, baada ya maelezo hayo, naomba kutamka rasmi kuwa mfumo wa ongea na waziri umezinduliwa leo na uko tayari kupokea, kuwasikiliza na kuwahudumia Watanzania wote. Tunasikiliza, tunajibu na tunatenda. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki.